Mwanamume alitenganisha mifupa ya kuku na nyama yake kwa kisu kimoja tu, lakini kuku kwa muujiza ulibaki hai. Kila mtu alishtushwa na hili. Ilibainika kuwa mwanamume huyu alikuwa anashiriki mashindano ya kitaifa ya wapishi. Bingwa angewinda dola 60 milioni. Mashindano yalianza hivi karibuni. Rundi ya kwanza ilijaribu ustadi wa wapishi wa kisu. Wale wenye ustadi wa kisu wa hali ya juu wangewinda. Mpishi maarufu alichagua visu viwili vilivyochakaa zaidi kwa mashindano. Alianza kuchonga kwenye kizuizi cha barafu. Katika sekunde 10 tu, alikamilisha kazi ya sanaa ya hali ya juu. Watazamaji hawakuweza kukataa kuisifu, lakini mpishi mwingine aliikataa kwa dharau. Alikata kipande cha tofu kuwa vipande vembamba kwa ukimya. Vitendo vyake vilimfanya aonekane kama Avas. Watazamaji walimuhimiza aondoke jukwaa mmoja baada ya mwingine, lakini mpishi aliweka tofu iliyokatwa ndani ya maji. Wembamba wa tofu ulipitia kwa urahisi tundu la jicho la tai. Watazamaji walibadilisha mtazamo wao juu yake na walifikiria kuwa alikuwa karibu kushinda, kwa sababu kulikuwa na dakika 5 tu zilizobaki katika mashindano. Lakini mshindani wa mwisho kwenye jukwaa bado alikuwa akizingatia kukata kisu. Kila mtu alimshauri aache mashindano. Ghafla, kuku aliruka kutoka kwenye umati. Mwanamume mara moja alipindua kisu kukikata. Kuku alikuwa mzima sekunde 10 kabla hajafikiria. Kwenye tukio, sio tu watazamaji, bali pia waamuzi walishtushwa. Mwanamume alishinda raundi ya kwanza ya mashindano, lakini mpinzani wake alidhani alijua tu ustadi wa kisu. Linapokuja suala la kupika, alikuwa hana uwezo wa kupigana. Kwa hivyo, raundi ya pili ya mashindano ya kupika ilianza. Waandishi wa mashindano walitayarisha viungo sawa vya samaki kwa wote wawili. Wakati wa kupika, mpinzani alitumia nguvu ya ndani kuongeza mwali. Alijaribu kufupisha wakati wa kukamilisha kazi yake, lakini mwanamume alikuwa mtulivu sana. Aliweka viungo vyote vilivyopita muda ndani ya sufuria kupikia. Kwa bahati mbaya, sufuria ililipuka. Hakuna aliyemjali usalama wake. Walijali tu ni nani bingwa. Hivi karibuni, kazi ya mpinzani ilikamilika. Akaufungua kifuniko na mwangaza wa dhahabu ukatoka ndani. Kila mtu alidhani alikuwa hakika atashinda. Kulikuwa na chini ya dakika 1 iliyobaki katika mashindano. Kwa hivyo, mwanamume alitumia kisu kuondoa mifupa yote ya samaki. Kisha alitumia nguvu ya ndani kuchoma samaki. Lakini baada ya kukamilika, ilikuwa samaki wa kuchoma wa kawaida tu. Waamuzi walikuwa karibu kumtangaza mpinzani wake kuwa bingwa. Wakati huu, mwanamume alikata tumbo la samaki. Dragoni wa dhahabu aliruka ndani yake. Hii ingeweza kuitwa kazi bora katika historia. Mwanamume alikuwa hakika bingwa anayestahili.